Ni miaka takriban 47 imepita tangu dunia na kanisa Katoliki lilipoteza Papa John Paulo wa kwanza. Kiongozi huyo aliongoza kiti cha Mtakatifu Petro kwa muda mfupi sana. Aliongoza kwa siku 33 pekee. Tabasamu lake la upole lilituliza mioyo ya waamini. Alikuwa mtu wa matumaini aliyetabiriwa kuleta mageuzi makubwa, lakini ghafla ndoto hizo zilizimika. Ni nini hasa chanzo cha kifo chake? Baki nasi Katoliki Moshi Online TV tukuchambulia hadithi ya maisha yake kutoka utoto wake hadi kifo chake cha ghafla kilichotokea Septemba mwaka 1978. Simulizi yetu inaanzia katika kijiji kidogo cha Forno di Canale kilichopo Italia kaskazini mwaka 1912. Alizaliwa mtoto aliyefahamika kwa jina la Albin Lucian. Hakuwa mtoto katika familia za kitajiri au familia za kifalme. Baba yake Giovanni alikuwa mfanyakazi wa migodi mwenye misimamo jamaa. Nyumbani kwao kulikuwa na hali ya umaskini, lakini upendo na heshima ya dini ilitawala upande wa mama yake. Albin alipokuwa mdogo alionyesha unyenyekevu wa ajabu na akili kali. Alipenda kusoma na alipenda kuwa mwalimu. Alijifunza theolojia na kupanda ngazi polepole, si kwa kutafuta sifa bali kwa moyo wake safi wa kutumikia. Alikuwa mtu aliyejulikana sana kwa tabasamu lake la upole na uwezo wake wa kuelezea masuala magumu ya dini kwa lugha rahisi sana. Hata alipokuwa kardinali mkuu wa Venice alikuwa bado mtu yule yule. Mbali na heshima na wakuu, alichukia kujiita mheshimiwa au mtukufu. Aliamini kwamba kanisa linapaswa kuwa karibu na watu, si kujificha nyuma ya kuta ndefu za kifahari. Tabasamu lilikuwa saini yake kubwa. Waandishi wa habari walimbaza jina na kumuita Papa anayetabasamu, wakijua hili tabasamu lilibeba ahadi ya kanisa jipya rahisi na la huduma. Siku ya Agosti mwaka 1978, moshi mweupe ulifuka angani juu ya kanisa la Mtakatifu Petro. Dunia nzima ilingoja kujua ni nani alichukua nafasi ya Papa Paulo wa sita. Albin Lucian hakupewa nafasi kubwa, kwani makardinali wengi walitarajia kiongozi mwenye uzoefu zaidi wa kidiplomasia, lakini Roho Mtakatifu alikuwa na mpango wake. Baada ya kura chache tu, Albin Lucian alichaguliwa kuwa papa. Alichukua jina la John Paulo wa kwanza, akichanganya majina ya watangulizi wake wawili, Papa John wa 23 na Paulo wa sita. Hii ilikuwa ishara wazi alikuwa amezamiria kuendeleza urisi na upendo na mageuzi ya kanisa la Vatican. Siku 33 alizoongoza akiwa papa zilijawa na matumaini makubwa. Dunia ilimpenda kiongozi huyo mnyenyekevu na wa kweli, lakini matumaini haya hayakudumu. Usiku wa Septemba 28 mwaka 1978 ulikuwa baridi kama usiku mwingine wowote ndani ya jumba la kitume, lakini asubuhi iliyofuata ulimwengu ulikumbwa na mshtuko wa ajabu. Taarifa rasmi kutoka Vatican zilisema Papa amekufa kutokana na mshtuko wa moyo. Papa John Paulo wa pili alitawala kwa siku 33, lakini urithi wake utaishi milele. Alionyesha ulimwengu kwamba kiongozi wa kanisa anaweza kuwa mnyenyekevu, mwenye upendo na asiyependa fahari. Hivi karibuni Papa John Paulo wa kwanza ametangazwa kuwa mwenye heri, hatua muhimu kuelekea kutangazwa mtakatifu. Papa John Paulo wa kwanza alikuwa na ahadi ya nuru, lakini ikazimika ghafla kwenye giza la Septemba mwaka 1978. Alikuwa papa wa matumaini ya muda mfupi, aliacha tabasamu ambalo bado linakumbukwa na wengi wa waumini na hata dunia kwa ujumla.